Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema atakwenda Saudi Arabia wiki ijayo ambapo maafisa wa Ukraine na Marekani wanatarajiwa kujadili makubaliano ya awali ya kusitisha vita baina yake na Urusi. Rais Zelensky amesema Kiev inafanya kazi kwa njia ya kujenga kwa ajili ya amani ya haraka na ya kudumu. Hatua hii inakuja baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Vladimir Putin wa Urusi na kusitisha kushirikisha taarifa za kiintelijensia na kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi. Rais Trump amesema pande zote mbili zinataka makubaliano kwani hakuna njia yoyote nyingine. Mwanasiasa wa Italia na ambaye ni mbunge wa bunge la Ulaya, Brando Benefia, ameambia BBC kwamba wakuu wa bara Ulaya ambao waliidhinisha mpango wa kuongeza matumizi ya ulinzi katika mkutano wa dharura siku ya Alhamisi waligundua kwamba sera za Marekani kwa washirika wake zimebadilika. The lack of commitment from the other side of the Atlantic to ukosefu wa kujitolea kwa hakikisho la usalama kwa bara la Ulaya na Ukraine kutoka kwa mataifa ya upande wa Atlantic kama mstari wa mbele wa vita, bila shaka kutakuwa na mzozo unaotokota. Ukosefu wa hatua thabiti katika mpango uliopo, ninaweza kusema hata mustakabali wa jumuiya ya kujihami ya NATO ambao tunasikia kutoka kwa utawala wa Trump umesababisha dharura ya kisiasa kuunda muungano uliodhabiti, na hii italazimu kwa muda huu mfupi kununua silaha zaidi za vita kutoka kwa Marekani kwa sababu bara la Ulaya linahitaji muda wa kujenga viwanda vyake zaidi, lakini dhamira ni kuwa na muungano badala ya kumfurahisha Trump. Oleksandr Chivoy ni profesa katika chuo kikuu cha Kiev na yuko kusini mashariki mwa nchi hiyo katika mji wa Zaporizhia, na anaelezea hali ilivyo katika mji huo. Inakera sana na watu hawana uhakika wa kile kinachoendelea kwa sababu kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya makombora na mashambulizi zaidi ya angani. Ni vigumu kutafakari hayo. Hata hivyo, amesema raia wa Ukraine wataendelea kupambana badala ya kuendelea na mkataba ambao haueleweki. Fikra ya kwanza ni kwamba tungeomba kumalizike kwa vita kesho, na hilo ni wazo bila shaka, lakini kwa upande mwingine watu wana wasiwasi kuhusu makubaliano haya. Ni kama kudhalilisha Ukraine, na kwa sababu ya hiyo nafikiria watu wataendelea kuvumilia kwa muda mrefu, lakini makubaliano hayo hayafai kudhalilisha Ukraine na raia wake. The deal shouldn't be that humiliating for Ukraine and for the Ukrainians. Kira Hamarshova yuko katika mji wa Odessa, ameambia BBC namna watu wa eneo la kusini mwa mji wa Ukraine wanavyohisi kwa yale yanayoendelea. Tumejifundisha namna kuishi na vita. Ni ngumu. Nina wasiwasi mwingi sana kuhusu msimamo wa Trump hasa kwa Urusi kwa muda huu, na ndio tunahitaji sana usaidizi wa kimataifa. Kila siku najua inachosha kwa habari, lakini hakuna raia wa Ukraine yuko tayari kukata tamaa. Haya kijiri, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshtumu Urusi kwa kulenga miundombinu ambayo ni tegemeo la nchi kufuatia mashambulizi yake ya jana usiku. Karibu makombora 70 na ndege zisizo na rubani 200 zilitumika kushambulia miundombinu ya kawi na mafuta. Makazi pia yalishambuliwa na kombora la Urusi na vile lilenga nyumba huko Kharkiv. Angalau watu 18 wakiwemo watoto 4 wamejeruhiwa katika shambulio la Urusi lililotokea usiku. Hadi sasa hakuna taarifa za vifo. Msemaji wa jeshi la majini la Ukraine Dmitry Polechko amesema hili lilikuwa shambulio kubwa zaidi la Urusi kwa kutumia meli zilizoko katika bahari Nyeusi tangu mwanzo wa mwaka. Ijumaa iliyopita Rais Zelensky wa Ukraine na Donald Trump wa Marekani walizozana hadharani katika ikulu ya White House, ambapo Trump alisema Zelensky hako tayari kumaliza mapigano. Ameomba radhi na tayari kikao kijacho cha kutafuta suluhu kwa kuanzia na kusaini mkataba wa madini na Marekani utafanyika wiki ijayo. Hili pia lilikuwa shambulio la kwanza tangu kusitishwa kwa msaada wa kijeshi kutoka Marekani. Waziri wa nishati amesema kuwa shambulio hilo lililenga miundombinu ya nishati ya Ukraine na vituo vya uzalishaji wa gesi. Naam, kwingineko Sudan imefungua kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu ukiishutumu kuwa inahusika katika mauaji ya kimbari ya makundi yasiyo ya Kiarabu katika jimbo la Darfur. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
Katika ombi lake katika mahakama hiyo, Sudan inadai kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu unahusika katika mauaji ya kimbari ya Wamasalit kupitia mwelekeo wake na utoaji wa msaada mkubwa wa kifedha, kisiasa na kijeshi kwa wanamgambo wa RSF. Mashtaka hayo yanahusiana na madai ya mashambulizi ya kikabila na kundi la RSF pamoja na wanamgambo wa shirika wa Kiarabu dhidi ya kabila la Masalit wasio Waarabu mwaka 2023, wakati ambapo kundi hilo la kijeshi la RSF lilipotaka kuliteka jimbo la Darfur Magharibi. RSF imekanusha madai hayo mara kwa mara. Sudan imetoa wito kwa mahakama ya ICJ ambayo hutoa uamuzi baina ya nchi zilizo kwenye migogoro kutoa amri ya hatua ambazo italazimu Umoja wa Falme za Kiarabu kufidia uharibifu na kuzuia vitendo vya mauaji ya kimbari. Nchi ya Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu zilitia saini mkataba wa mauaji ya kimbari wa mwaka 1948. Umoja wa Falme za Kiarabu umeelezea kesi hiyo kama jambo la kujisafishia jina mbele ya umma. Ombi la Sudan la kutaka ushauri kutoka kwa mahakama ya ICJ si la kisheria, ila linaweza kuwa na athari za kisiasa. Serikali ya kijeshi ya Sudan mara kwa mara imekuwa ikishutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuunga mkono vikosi vya RSF, madai ambayo Abu Dhabi imekanusha. Naam, kwingineko Sudan imefungua kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu ukiishutumu kuwa inahusika katika mauaji ya kimbari ya makundi yasiyo ya Kiarabu katika jimbo la Darfur. Sarafina Robi na maelezo zaidi. Katika ombi lake katika mahakama hiyo, Sudan inadai kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu unahusika katika mauaji ya kimbari ya Wamasalit kupitia mwelekeo wake na utoaji wa msaada mkubwa wa kifedha, kisiasa na kijeshi kwa wanamgambo wa RSF. Mashtaka hayo yanahusiana na madai ya mashambulizi ya kikabila na kundi la RSF pamoja na wanamgambo wa shirika wa Kiarabu dhidi ya kabila la Masalit wasio Waarabu mwaka 2023, wakati ambapo kundi hilo la kijeshi la RSF lilipotaka kuliteka jimbo la Darfur Magharibi. RSF imekanusha madai hayo mara kwa mara. Sudan imetoa wito kwa mahakama ya ICJ ambayo hutoa uamuzi baina ya nchi zilizo kwenye migogoro kutoa amri ya hatua ambazo italazimu Umoja wa Falme za Kiarabu kufidia uharibifu na kuzuia vitendo vya mauaji ya kimbari. Nchi ya Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu zilitia saini mkataba wa mauaji ya kimbari wa mwaka 1948. Umoja wa Falme za Kiarabu umeelezea kesi hiyo kama jambo la kujisafishia jina mbele ya umma. Ombi la Sudan la kutaka ushauri kutoka kwa mahakama ya ICJ si la kisheria, ila linaweza kuwa na athari za kisiasa. Serikali ya kijeshi ya Sudan mara kwa mara imekuwa ikishutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuunga mkono vikosi vya RSF, madai ambayo Abu Dhabi imekanusha. Sarafina Robi, BBC. Naam, tukiangazia kwenye tovuti ya BBC Swahili hapa, zile ambazo zimesomwa zaidi ni nchi gani zina mfungo mrefu zaidi ama mfupi zaidi duniani wa Ramadhani. Unaweza kuzitazama nchi hizi na ujue ni kwa nini wana mfungo mrefu zaidi katika siku, na mengi mengineyo yamechambuliwa hapo katika taarifa hii. Lakini kwa nini watu wanachoma moto mali za bilionea Elon Musk? Hebu soma upate kufahamu mali zake zinachoma moto huko. Haya, kwa nini wachome? Mwenyewe yuko wapi? Vyombo vya usalama navyo wamechambua juu ya hili. Lakini nenda hospitali ukiona mambo haya kwenye sikio lako.